Yapa 33 inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita bad guys. Twende sambamba zaidi. Pitaki na Sky wakatoka hapa kituo cha polisi. Kuna gari alikuwa akiweza kuitafuta. Mmiliki wa gari hiyo ni taxi ambaye ni binafsi. Na driver ni nani? Ndio huyu hapa. Hello, mimi naitwa Kon. Vipi? Napeleka watu wahusika tu, yani wale VIP, watu maalum. Vipi? Amwelekea airport ya Dongmung. Mbona mjaja na mabegi? Dongmung Kwa hiyo ndo mmiliki wa hii gari na ni taksi yake mwenye private. Alipoweza kuona uso wa mtu huyu akaona Mungu wangu anataka kukimbia. Kadandiwa pale pale. Wewe kuna ukweli unaofahamu kuhusiana na Sky? Jamani, kuna jambo nahitaji kwenda kufanya na mke wangu. Hakunaga hiyo. Kaa hapa utulie. Tutatupa habari. Baadhi ya mambo mengi anayakumbuka. Kila wakati alikuwa akiweza kumchukua Sky. Transport VP Goneยินดีให้บริการครับ Na alikuwa akiweza kujitambulisha hivyo hivyo kwamba yeye anasafirisha watu kuweza kupeleka airport. Kwa Sky kuna jambo analikumbuka kuhusiana na mtu huyo. Pitaki naye anataka kuweza kupata ukweli. Gari imewashwa, jamaa kakandamizwa kwenye engine. Shavu lawaka moto. Ongea ukweli. Mimi ndio hivyo nishakubali. Msiniue. Sasa niambie. La sivyo na kuua. Choma shavu. Inauma. Nitaongea, nitakwambia kila kitu. Inachoma eti, inauma. Kuna mtu kanunua mimi. Ameniambia tu mtu huyo niweze kumwendesha. Lakini mimi sikujua kama mtu huyo anaua watu. Kwa nini hujui? Angali ni mtu ambaye ulikuwa kiweza kuzunguka naye. Kwa nini ulikuwa hujui? Mimi nimenunuliwa kuweza kumwendesha mtu huyo. Kwamba niweze kumpatia lift tu. Nani aliweza kutoa order? Nani alikununua wewe? Nani alikununua? Simjui, umjui Yaani umjui mtu aliweza kununua? Niambie mtu aliweza kununua. Anasema ni dokta. Dokta? Anasema huyu jamaa kwamba alikuwa na matatizo ya kiakili, yaani ni mwenda wazimu. So aliniambia tu niweze kumpatia lift kumzungusha. Ndo kazi aliweza kunipa. Dokta, jina lake anaitwa nani? Niambie. Anaitwa Dr. Satit. Wakamwacha. Sasa wakumwinda ni Dr. Satit anapatikana wapi? Watapata jibu. Ana mahusiano gani na Sky? Sky iko na jabali mkononi. Kazi ipo. Hii hapa ni hospitali ya vichaa. Yaani watu wenye utimamu, yani ule matatizo ya akili, so wanaletwa hapa na kuweza kutibiwa. Sky alipofika hapa anajaribu kuweza kuvuta kumbukumbu jana pajua alishakuaga hapa au inakuaje, lakini hospitali ya vichaa. Kwa hiyo akaja na Pitaki. Pitaki anataka kuweza kupata ukweli. Alimuua binti yake ni Sky ama sio Sky? Na kama sio Sky ni nani? Kazama ndani. Sasa unaingia ndani, kuna michoro mingi sana ya rangi. Na Sky kumbuka ni genius, ana akili sana. Ana master degree ya uchoraji pia. Kila anapopiga hatua kuweza kuangalia michoro inamkumbusha hapo awali kwamba sehemu hii sio pageni kwake. Kuna wakati alishaweza kufikaga hapa na kuna mtu ndo aliweza kumuingizaga hapa.
Kwa jaribu kuweza kuvuta taswira. Kumbuka kila kitu. Maana yote anaweza kuyafanya huwa hayakumbuki. Je, ndo muuaji wa binti wa Pitak, Nink? Baadhi ya mambo taratibu akawa anayekumbuka. Wakafika reception. Una appointment yote? Kuna kitu nahitaji kuweza kumuuliza dokta. Yuko hapa? Binti akawaza, ndio yupo ndani. Okay. Binti akaanza kucheka. Pitaki mwenyewe akashangaa. Sasa Sky anafika kuweza kumwangalia binti kama anamkumbuka vizuri. Na bado akawa anacheka. Ili jambo analikumbuka. Kwa nini mwanamke anacheka? Kilichomchekesha nini? Na hata siku ya kwanza alipoweza kuletwa hapa, huyu mwanamke ni mmoja kati ya watu waliweza kumkaribisha. Kwa hata reception sasa hivi ina vichani. Yaani kichaa mpokee kichaa mwenzake. Bado mambo mengi sana akawa anajaribu kuweza kutafakari. Kuna mchoro mmoja wa rangi pia aliweza kuona mbele. Yaani kuna michoro ya kutisha tu kwenye hospitali. Hospitali ya vichaa. Sasa hapo unamtibu kichaa kweli? Au unamuongezea ukichaa? Aliutazama sana mchoro. Anasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa akipendekeza sana kunileta mimi hapa. Ni nani? Akatazama mbele. Mazingira hapa kidogo kama anayakumbuka. Hapa ni examination room. Aligusa kitasa. Chumba hichi kama anakijua. Nyakati za nyuma kuna mtu alikuwa akiweza kumleta hapa na alikuwa akiingia naye. Jaribu kuweza kuangalia na kukumbuka ulikuwa ukifunguliwaje. Nyine kina nani? Unafanya nini hapa? Samani, mimi ni police officer. Tumekuja kuweza kumuona Dr. Satit. Yupo hapa? Ameondoka na kuna mahali ameweza kwenda. Kuna mambo anahitaji kuweza kuyafanya, unajua ni sehemu gani ilipo? Alikataa kwamba ajui. Na mchawi hapa. Kuna picha alikuwa akiweza kuitazama. Kuna baadhi ya mambo anayekumbuka. Siku ambapo aliweza kumpandisha cheo binti anaweza kumuita Alice. Alifanyaga kazi na baba yake pia kabla hajawa marehemu. Kama baba yako angekuwepo hapa, angejisifu sana. Kuona binti yake ameweza kuwa na askari polisi mzuri. Ni sawa. Nitamfundisha binti yako aweze kuwa polisi bora. Na siku moja ataweza kupata kile ambacho anakihitaji. Bwana Pitaka, bila kupoteza muda, nafikiri ulipewa maelezo huyo daktari anapatikana wapi. Akaje pamoja na Sky.
anaishi kwenye mjengo mkubwa wa maana, sababu inaonekana ni dokta bingwa, pesa ipo. Sasa huyu lazima atakuwa na ufahamu kweli kuhusiana na Sky, maana si ndio alikuwa anamhudumia. Kilichotokea nini? Sky anaitwa ni muuaji wa watu 15. Kwa matibabu yote aliweza kupatiwa, kama angelikuwa ni mzima asingeweza kutolewa. Je, alitoroka au inakuaje mpaka kaenda kuua watu 15? Mmoja wapo akiwepo ni binti wa Pitaki. Wewe nani? Nimekuja kuweza kumuona Satiti hapa. Mimi ni askari polisi. Okay, ingia ndani. Maana kuna speaker nje. Wanazungumza naye kwa ndani. Kwa hiyo nje unasikia tu, wewe nani, unajitambulisha ndio unaingia ndani. Kila kitu kinakontroliwa hapo, ni mashine. Vitu vinatumia umeme tu. Yeye ana simu yake anakuona ukiwa nje ya geti. Sasa kuzama ndani. Ule mchoro unaweza kuona hospitali, misili fulani kama mtu, lakini umechorwa na damu afu ni rangi. Wanakuta hapa ndani tena kwa udaktari. Nikusaidie nini ofisa wa polisi? Sky. Nini kinaendelea ofisa? Wewe unamjua Sky? Bila shaka. Mimi ndo nilikuwa nikiweza kumhudumia kutokana na uenda wazimu wake wa akili. Wewe unamkumbuka mtu huyu? Sky anaulizwa. Anakataa, anasema kwamba mkumbuki. Kwa mtaratibu Sky, naomba tunywe, tukae chini na tuzungumze kawaida. Karibuni mketi. Siku ya kwanza namhudumia mtuni kutokana na ajali ya wazazi wake. Siku moja pia aliweza kutoweka. Nilipoweza kumwona tena, alikamatwa akiwa ameweza kuchinja watu kikatili. Kwa hiyo mimi ni muuaji. Pitaki anataka kujua ukweli. Kama ndo umemuua binti yangu, umekufa. Rekodi yote ya wenda wazimu hiyo hapo. Hao ni wagonjwa ambao niliweza kuwatumikia, ambao walikuwa na matatizo ya akili. Kuna wengine wanaweza kupenda kuua, kuna wengine wanapenda kuweza kubaka, kuna wengine wanapenda tu kuweza kushambulia. Ndivyo wenda wazimu walivyo. Wanafanya kitu kama akili yao inavyoweza kuwatuma. Lakini kwa Sky, tukio hili lilianzia kwa wazazi wake kuweza kuuawa. Ndipo baadaye na yeye kuchanganyikiwa na kuanza kuua. Kwa matatizo ya akili baada ya wazazi wake tukufa, yalianzia hapo. Nini kilichoweza kutokea ile siku, unawezekana kuweza kuniambia mimi? Kuna dawa nilikuwa nikiweza kumpatia ambaye ingeweza kunisaidia mimi kuweza kujua ni yapi aliweza kumkuta Sky, na pia aweze kumsaidia mwenyewe kuweza kurejea kwenye ile yake kawaida. Lakini naamini ndani ya Sky kuna Sky mwingine. Yule aliweza kuua wale majambazi sio Sky huyu, naweza kumjua ni Sky mwingine. Yaani ndani kuna mtu mwingine anaweza kuishi ndani ya mwili wake. Ndivyo daktari anavyosema. Sikumtumikia sana kwa sababu alikamatwa baada ya kuua zaidi na zaidi. Na ulipata ruksa? Kambe ndio. Nilipata utambulisho wake kwamba ni muuaji. Kwa hiyo nikaruhusu akamatwe. Na hata siwezi kuambia Sky naweza kumuona kwa sasa. Ni Sky gani? Alikuwa mbele ya macho yangu. Anataka kumpiga sindano. Pitaki akazuia. Wewe mjinga unafanya nini? Niachilie. Daktari. Nimekwambia niachilie. Kwa bahati mbaya Pitaki akujua daktari akajipanga. Alipigwa shoti akakata moto.
Nilifahamu vema zaidi. Kwa nini uliamua kuweza kunitoa mimi jela? Anakumbuka hiyo siku kwamba hujui mimi ninachoweza kukifikiria. Lakini mimi najua wewe ni nini ambacho unakifikiria. Ni maneno aliweza kwamba na Sky. Ulinitoa jela ili mimi niweze kuja na kuweza kuuawa. Sasa nahitaji kuweza kupata kweli kwa dokta. Tuachana masuala ya Pitaki, niko pale chini. Umesema kwamba mimi ni muuaji. Uthibitisho uko wapi? Nafikiri ushahidi wote uko hapo. Hajakaa sawa, katobolewa na sindano. Wakati anashangana, pigwa sindano pale pale. Kiambo ushahidi wote uko pale. Huyo daktari anaonekana pia sio mtu mzuri. Labda huenda ndo sababu ya yote. Na Pitaki anazimishwa pale pale pasipo kuweza kupata ukweli sahihi, lakini anaamini daktari kuna siri anaweza kuificha na huenda kuna ukweli mtupu anaweza kujua. Pigwa sindano. Sky naye pale pale Wenge. Kuna siri kubwa iliweza kujificha. Na huenda kuna ukweli mkubwa uliweza kujificha ndani ya Sky, ndio maana watu wanahitaji kuweza kumwinda na kumuua. Akakata moto. Pitaki kakata moto. Sky naye kakata moto. Ni bala. Alice huyu hapa, ambaye ana mashaka sana na Inspector Pitaki. คุณลุงอาจจะอยู่ทีมเพื่อปกป้องสารวัตรพิทักษ์ Wenda Uncle alifanya yote kwa ajili ya kuhitaji kuweza kumlinda Pitaki. Ndio maana akafanya siri. Anaongea na Padeji. Mimi mwenyewe simuelewi. Kwa nini amefanya hili swala? Hao wafungwa watatu wanafanya kazi kwa ubora zaidi. Itakuwa ni aibu sana kwetu kuweza kupoteza zana ambayo ni ya pekee. Hata mimi mwenyewe ndicho ninachoweza kuhisi. Lakini najisi kama mwenda wazimu mwenyewe binafsi. Kwa nini wanidanganye? Kama unahofu juu ile swala, mimi nina njia kuweza kukusaidia. Kivipi? Ila njia yangu huenda ikakuingiza kwenye hatari kubwa kati yako pamoja na kamishna. Yaani kwa njia atakayeweza kuitumia ikamletea shida yeye pamoja na kamishna. Kama unahitaji msaada kuwasaidia watu hao, basi inabidi uweze kuniamini. Pale pale simu inaingia kwa Alice. Vipi Yong? Unasema nini? Kwa hospitali. Sky hayupo. Kaenda wapi? Monitor hii hapa. GPS. Sergeant, ndio. Angalia surveillance camera. Ipo kazi hapa. Padeji, ni prosecutor tu au inakuwaje? Background ya maisha yake unajua? Kiundani zaidi kwa vipi? Ni mtu simple sana. Ili bainika. Lakini kwa nini Sky hakuwa na pressure wakati anatoka na Pitaki? Oya, fuatilia simu ya Pitaki ni sehemu gani ilipo, yani location ya simu ya Pitaki ni sehemu gani ilipo, waweze kujua Sky kapelekwa sehemu gani. Pitaki naye anakurupuka yuko ndani ya nyumba dokta, na dokta yupo wala Sky yupo. Yeye ndo anarudisha fahamu sasa baada ya kuzimishwa. Alichokifuata hajakipata. Sana sana ni maumivu tu. Na Sky katoeka. Ameelekea wapi ni balaa. Kaja huko analeta noma. Vuruga kila kitu. Sky yuko wapi? Sky yuko wapi? Alice anakuja na kuuliza. Yuko wapi? Anajibu sasa. Yeye mwenyewe anajua. คุณทำอะไรลงไปสารวัตร Nini ulichozo kifanya Inspector? คุณมันเลว Wewe ni shetani. คุณหลอกให้ทุกคนเชื่อใจคุณ Ulifanya kila mmoja aweze kuamini. Alafu baadaye uweze kuwaua. ถ้
ทั้งหมดมันเป็นแผนของคุณมาตั้งแต่ต้น Huu ni mpango wako tokea mwanzo. เก็บมันซะ Muue mtu huyu. Ilikuwa ni kazi ya kwanza kwa Yaki kutoka kwa him. Hey, msifanye hivyo. Hey, mwaliziliwa na Yak. Alice anakumbuka yote. Unafanya nini? Sky yuko hapa kwa ajili ya kuweza kusaidia. Kwa nini unataka kuweza kumua? Kama ungefanya kama alivyoweza kuambia yote, asingeweza kugeuka kwa namna hii. Umeshinda kumua mtu huyu. Inabidi mimi niweze kufanya hiyo kazi. Sina chaguo lingine. Rais naye alipewa hii kazi. Mtu inabidi aweze kumuondoa. Akauliza, sababu ni ipi? Mnaweza mkaniambia ni kwa nini mtu huyu aweze kuuawa? Unaje kuweza kujua sababu? Kuna mtu ameweza kutununua. Na mtu pekee kuweza kufanya hii kazi sio mwingine zaidi yako wewe. Ni simple sana kumpata mtu na kumuondoa. Anakumbuka maneno yenu. Unajua nini? Mimi nanunuliwa. Ili kuua. Na akanunuliwa pia kumua mpaka mtu aliweza kuwa naye ambaye ni Res. Mwisho wa siku akajikuta amekufa. Alice anakumbuka. Hawa watu wawili walishindwa kuweza kufanya hili swala. Ina maana kwamba na nyewe pia ungeweza kuwafunga mdomo. Wewe ndio unaweza kusikana kila kitu. Hakuna cha kuongea, alimwangalia binti sana kwa hasira kwa sababu ajui ukweli. Kwa nini anafanya yote? Alice ajui ukweli wote kuhusiana na Pitaka. Akisi ni polisi ambaye ana ubaya ndani yake. Haamini hata watu wanaweza kufanya nao kazi. Kama wawili walishindwa kuweza kumondoa Sky, na maana kwamba naye pia angeweza kuwaua kwa kuweza kuwafunga mdomo. Kwa shut up. Bwana hapa ni kombe, sina la ziada, ni 33. Na tukutane moja kwa moja katika sehemu ya 34. One it bad guys. Twende sambamba zaidi.